Na hii chuma inaitwa Baraluko. Baraluko ni moja kati ya movie ambayo ameweza kuiandaa msanii maarufu anajulikana kama Gabo Zigamba. Jamaa ameweza kuandaa chuma ambacho kinafahamika kama Baraluko, lakini kwa wale ambao wamebahatika kuangalia series ya kwanza, wamebahatika kuangalia sehemu ya kwanza, chuma hii ni nzuri na ina mambo ya ajabu ndani yake, kitu ambacho kiliweza kuwashangaza watu. Huyu jamaa atakuwa amewekeza kiasi gani katika hii chuma ambayo inafahamika kama Baraluko. Ukiangalia maudhui yaliyoko kule ndani na mavazi waliokuwa wamevaa na wahusika waliopo ndani ya mchezo huo pamoja na mandhari pia, hii inaonyesha kwamba ni uwekezaji wa aina yake na jamaa ameweza kuingia kwa utofauti. Na hii inarushwa kule YouTube, lakini ukiangalia watengenezaji wa maudhui au watengenezaji wa movie YouTube wamekuwa wengi sana, kama kana Clamvevo, Baba Asma ambaye kuna tamthilia ya Dunia, Clamvevo na ile Sikitu na wengine wengi. Sasa hii imekuja kuonyesha tofauti kati ya movie ambazo zinapandishwa YouTube. Gabo amewekeza kweli kweli katika hii kitu hapa, lakini watu wanaisifia sana movie hii kutokana na maudhui yalikuwa ndani ya mchezo huu, kutokana na kwanza kabisa watu wanazungumzia lugha ambayo alikuwa anaongea Gabo Zigamba. Ile lugha ni ya wapi? Na ukiangalia wahusika waliopo kule, kuna mzungu mmoja, watu hawajaelewa kwamba ule mzungu anatokea wapi. Sasa nisikilize kwa makini ili uweze kujua mambo haya yanaendaje. Mimi ni Steven Kamili, sikiliza mpaka mwisho. Kwanza nikupe historia ya Gabo. Gabo anafahamika kama Salim Ahmed. Amezaliwa June 6 mwaka 1983 huko Muheza, Tanga, na filamu ambazo ameweza kuzicheza, amecheza filamu mbalimbali kama vile Big Surprise, Danija, Siyabonga na nyinginezo nyingi. Lakini katika tamthilia za kwenye television ameonekana kwenye Jua Kali ambapo alivaa uhusika kama Diba, lakini kwenye tamthilia ya Kapuni ambayo alivaa uhusika kama Mr. Brown, na nyingine ambayo ilifahamika kama tamthilia ya Baba Olivia. Jamaa ana mke ambaye anafahamika kama Latifa Babla Ivan na amebahatika kupata watoto 4. Ulishawahi kujiuliza kwa nini anajiita Gabo Zigamba? Ili Gabo lina maana gani? Unaambiwa Gabo Zigamba ina maana kwamba Gabo ina maana kwamba ni sauti isiyosikika, lakini Zigamba ni ng'ombe wa kimila aliyekuwa akiabudiwa na Wasukuma. Naona tafsiri ya Gabo Zigamba umeweza kuipata. Ni jina moja lakini lenye tafsiri mbili tofauti. Na hii kitu imeweza kuwafanya watu waweze kuvutiwa zaidi. Hapa nazungumzia zaidi kwenye tamthilia ya Baraluko. Ambayo watu wengi sana wametokea kuvutiwa sana kutokana na maudhui ambayo yanaonekana, na katika YouTube kule tayari ameshapandisha sehemu ya kwanza, lakini bado sehemu nyingine ikiwa inaendelea. Wewe kama mdau wa movie na kama ulishawahi kuitazama, unaonaje pale? Ukiangalia kuna lugha ambayo alikuwa akizungumza na mavazi ambayo yalikuwa yanaonekana ni mavazi ya kizamani kabisa. Jamaa alionekana akiwa amevalia mavazi ya kizamani akiongea na binti, lakini wote wamevalia mavazi ya kizamani, yani ya kiutamaduni, na lugha ambayo alikuwa akizungumza bado ni lugha ambayo tusikuwa tunaifahamu. Sijajua kama kuna Mtanzania ambaye anaweza kawa anaifahamu lugha hii aliyekuwa akizungumza Gabo Zigamba. Alizungumza pale na mwisho wa siku alichomoa upanga baada ya kutokuelewana na binti, akimlazimisha aseme kitu chochote, lakini binti akaonekana kutokuwa tayari kuweza kuzungumza, lakini aliweza kuchomoa upanga na kumchinja pale pale. Mwisho wa siku akatokea mtu mweupe, kwa maana ya kwamba mtu mwenye asili ya Ulaya, na maanisha ni mzungu yule, aliweza kutokea na alikuwa na risasi, akamuita, anazungumza maneno, anamwambia you are the king, kitu kama hicho. Mwisho wa siku Gabo na alikuwa akiseti, yule jamaa alikuwa akiseti risasi ili aweze kumpiga, lakini Gabo alizinduka akiwa usingizini. Lakini alivyozinduka alikuwa katika mazingira, yani yakiwa mazingira ya kimjini, kwamba ni maisha ya kifalme. Jamaa anaonekana mtu mwenye pesa, ni katika familia ya kitajiri ama mfalme. Katika series zinavyotuonesha ni kama familia ya kitajiri au mfalme. Na alivyozinduka usingizini akaikumbuka ile ndoto, lakini baada ya kuzinduka mkewe ambaye ni kama malkia, naweza nikasema, alikuwa akionekana akiwa anazungumza na kama dada wa kazi, kujua ni nani yule pale, akimwambia kwamba huu ujauzito umeutoa wapi na nini. Mambo yakawa yanaendelea kama hivyo, kwa anabishana pale, lakini bibiye akasema kwamba bana, wewe kwa kutokana na hivi mimi sikutaka katika nyumba yangu, na majibu ambayo alionekana kumkorofisha mwanadada. Akamwambia bana, sitaki niweze kukuona katika nyumba yangu. Akawa anamfukuza, lakini Gabo Zigamba yeye kama mume akawa anamwambia bana, huyu binti abaki hivyo na hivyo, akana lazimisha, lakini kaa ni kuvuta hawaelewani.
Gamba akamwambia mkewe, kuna ndoto mbaya nimeota juu ya huyu binti. Sasa sijajua hiyo ndoto ilikuwa na maana gani, na wakati huo amevalia mavazi ya kizamani. Hii inaweza kutupa picha mbeleni, movie inaweza kaa na vitu vingi ambayo inaweza kutuzalishia. Kuna maswali ambayo tumebaki nayo, ile lugha ni lugha gani, na huyo binti ilikuwa ndoto ilikuwa na maana gani, na hivyo na hapo hiyo familia ni familia gani? Bado maswali yako mengi zaidi, lakini tamthilia hiyo inakuwa inaruka kila siku ya Jumatano. Ni vyema zaidi ili tuweze kujua ni kitu gani kinaendelea, basi tuweze kufuatilia kila siku ya Jumatano pale Gamba TV wanaonesha. Hii nafikiri itakuwa ni moja kati ya tamthilia ambayo ni ya kipekee zaidi Tanzania, kwa sababu jinsi wahusika waliopo na jinsi muonekano tofauti imekuja kitofauti zaidi, na kuna kila sababu ya kuweza kumpongeza Gamba. Mimi ni Steven Kamil na hii ni Regema Film. Usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata update za movie kali za kibongo ambazo zinatoka kila siku.